Winga wa zamani wa Yanga Mahalasa Makudubela maarufu kama Skudu amesema Simba imefanya uamuzi sahihi kumchukua Steve Barker kama kocha wa kikosi hicho, lakini kuna kodi amewatembezea mapema mastaa wa kikosi hicho kama wanataka nafasi ya kucheza, akiwemo Elie Mpanzu, Jonathan Soa na Jean-Jale Ahoua. Skudu, raia Afrika Kusini, amewahi kununuliwa na kocha huyo katika timu ya University of Pretoria ya South Africa ambayo aliitumikia kwa muda mfupi. Akizungumza na moja ya chombo cha habari, Skudu alisema Simba ilifanya uamuzi sahihi kumchukua kocha huyo kwani atakwenda kuisaidia hasa katika michuano ya kimataifa. Alisema Barker ni kocha anayetaka wachezaji wenye nguvu, professional, wenye uwezo wa kuipigania timu na nidhamu uwanjani. Nikimnukuu anasema, unaweza ukaona rekodi yake, sio kocha ambaye amezifundisha timu kubwa, lakini zina uwezo wa kupata matokeo mazuri kutokana na mbinu zake za ufundishaji. Simba kumchukua Steve Barker ni uamuzi sahihi na imepata kocha mzoefu anayejua soka la Afrika, lakini wachezaji wanatakiwa kujiandaa na maisha ya Barker kwani ni kocha anayetaka kufanya mambo kwa weledi mkubwa. Ana mbinu nyingi na kwa ubora wa wachezaji wa Simba atabadilisha mambo katika kikosi hicho ambacho kinashiriki michuano ya kimataifa na kusaka ubingwa wa ligi ambao hawajaupata kwa muda mrefu. Ni kocha ambaye wakati wote anataka kushinda ubingwa wa ligi na mashindano makubwa. Baada ya kufanya vizuri na Stellenbosch, sasa ni wakati wa Simba kuona ufundi wake. Kwa wachezaji wakitaka kupenya kwenye kikosi chake, lazima uwe mbunifu, mwenye nidhamu, nguvu na uwezo mkubwa uwanjani ili kuisaidia timu kupata matokeo mazuri. Mwisho kunukuu. Kutokana na mambo anayoyaangalia zaidi Barker kwa nyota wake, ni wazi mastaa wa Simba watakuwa na kazi kubwa ya kufanya ili kulinda nafasi zao katika kikosi cha kwanza. Nyota kama Elie Mpanzu, Soa, Kibu Denis, Rushan Derioko, Steven Mokwala, Yusufu Kagoma, Morris Abraham, Nabi Kamara na nahodha Shomari Kapombe wanaonekana kuingia katika kundi la wachezaji wenye nguvu na uwezo kuipambania timu nyakati ngumu za kusaka matokeo mazuri. Hatua hiyo inaweza kuwafanya kupata muda mwingi wa kucheza, lakini wakilegeza tu itakula kwao. Kwa upande wa nidhamu, nyota wengi kikosini hapo wanaweza kumridhisha Barker, akiwemo Nabi Kamara na Kapombe. Ikumbukwe kuwa Barker ametangazwa na Simba Disemba 19, 2025 kuwa kocha mkuu wa kikosi hicho, akichukua nafasi ya Dimitri Pantevo aliyeondoka Disemba 2, 2025 kwa makubaliano ya pande mbili. Ikumbukwe Barker anajiunga na Simba akitokea Stellenbosch ya Afrika Kusini aliyoiongoza kutinga nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu uliopita, na hatua hiyo ilicheza dhidi ya Simba na kutolewa kwa jumla bao 1-0. Wakati huo huo, imeelezwa uamuzi wa Simba kumbakisha Matola ulifanywa na Barker kwani ndiye aliyependekeza kufanya naye kazi katika benchi la ufundi analokuja kuliunda, huku akitaja sababu ya kufanya hivyo. Chanzo cha kuaminika kutoka ndani ya Simba kilisema Matola ataendelea kufanya kazi na kocha huyo kama msaidizi wake namba 2 baada ya Barker kusisitiza na muhitaji, licha ya kwamba atakuja na wasaidizi wake wengine. Mtoa taarifa huyo aliendelea kueleza kuwa urafiki wa Barker na Matola ni wa siku nyingi uliounganishwa na Fadlu Davids, ndiyo sababu ya kocha huyo Msauzi kupendekeza kufanya naye kazi, akiamini uzoefu wake wa kukaa na wachezaji muda mrefu utawasaidia kurahisisha kazi yake ya kuijenga Simba imara. Imeandikwa na Charity James na Victoria Melkiadi na kusoma kwako nami Hamza Saif.